Rita Waini Mwendo, msichana mwenye umri wa miaka 20 wakati wa tukio hili, alikuwa mwanafunzi wa mwaka wa 3 akichukua masomo ya Corporate Communication and Management katika chuo kikuu cha JKUAT. Walimfahamu, walimtambua kama binti mnyenyekevu, mwenye heshima, mwenye bidii na aliyebobea katika masomo yake. Zaidi ya yote, Rita alikuwa msichana wa furaha, akipenda kushirikiana na marafiki na kujihusisha na shughuli za kanisa. Lakini kama ilivyo kwa vijana wengi wa karne hii ya kidijitali, Rita pia alikuwa mpenzi wa mitandao ya kijamii. Ni kupitia ukurasa wake wa Instagram ndipo alipokutana na mwanamume ambaye baadaye aligeuka kuwa muuaji wa maisha yake. Kwa mujibu wa ripoti za polisi, mwanaume huyu ambaye alikuwa amejificha kwa makusudi asitambulike, alianza kumtumia Rita jumbe mara kwa mara. Mara zote alimsihi wakutane, lakini Rita aliendelea kukataa. Hata hivyo, mwanaume huyu alionekana kuwa na msimamo mkali sana, akisisitiza makutano yao. Wakati mmoja, Rita hata alimuuliza moja kwa moja kama ana nia mbaya kutokana na msisitizo wake wa ajabu. Mwanaume huyu alikuwa makini sana kuficha nyayo zake. Aliwahi kufunga namba bandia, kuficha stakabadhi zake na hata kuondoa njia zozote ambazo zingeweza kumuweka mikononi mwa polisi. Hatua yake ya mwisho ya udanganyifu ilikuja pale ambapo alipomshawishi Rita wakutane, akidai kwamba angeondoka nchini hivi karibuni na kwamba ingekuwa bora wafahamiane kabla ya safari yake. Swali la salia moja: nini kilijiri baada ya hapo? Hii ni Kurunzi ya Jamii. Jina langu Shabani Yusuf. Kuwa miongoni mwa maelfu ya wanaojenga jamii hii kwa kusubscribe kwenye kurasa zetu, zidi kushirikiana nasi na usahau kulike, share na comment kwenye kazi zetu. Rita alikubali hatimaye kukutana na mwanaume huyu tarehe 30 Januari mwaka wa 2024 kupitia jumbe za Instagram. Alipewa maelekezo ya kufika katika Airbnb iliyoitwa Triva, eneo la Roysambu, Nairobi. Alitoka nyumbani kwa shangazi yake akimwambia kuwa anakwenda kukutana na rafiki yake. Baada ya kupanda matatu, Rita alielekea moja kwa moja hadi Roysambu. Wakati huo huo, mwanaume huyu aliwasiliana na mmiliki wa Airbnb, Priscilla Maina, akiomba kukodi nyumba hiyo kwa siku moja, ikiwemo Jumamosi hiyo ya tarehe 13 Januari mwaka huu. Ili kuficha utambulisho wake, alitumia stakabadhi bandia kusajili na hata kutumia nambari ya simu iliyosajiliwa kwa jina la mwanamke mwingi. Malipo akayafanya taslim, akidai kwamba M-Pesa yake ilikuwa na shida. Kwa mujibu wa ushahidi wa CCTV, saa 10:20 jioni, mwanaume huyu alifika katika duka dogo karibu na jengo hilo, akichukua funguo kwa maelekezo ya simu kutoka kwa Priscilla. Kamera zilimnasa akiwa amevalia kofia nyeupe, miwani ya giza na akibeba mkoba, akijaribu kwa makini kutofahamika. Baada ya kuchukua funguo, alienda moja kwa moja kwenye kituo cha magari ambapo alikusudia kumpokea Rita. Walikuwa bado wakiwasiliana kupitia jumbe na Rita akamfafanulia jinsi alivyoonekana siku hiyo, viatu vyeupe na nguo alizovaa. Baada ya kuonana, wote wakaelekea hadi kwenye jumba la Greenhouse Apartments, mlango nambari B1, lililokuwa ghorofa la chini. Jumapili ya tarehe 14 Januari mwaka 2024, siku ya kawaida iliyoanza kwa utulivu, lakini ikageuka kuwa mwanzo wa simulizi la kutisha. Babake Rita alipokea ujumbe wa SMS kutoka kwa namba ya binti yake. Maneno yalikuwa mafupi lakini ya kutisha. Alitakiwa kutoa shilingi 1500 ndani ya saa 24, la sivyo asingemwona binti yake akiwa hai.
Kwa mshtuko na hofu, aliwahi kituo cha polisi cha Mlolongo. Maafisa wa DCI walitwikwa jukumu la kuokoa maisha ya Rita, lakini walipowasili, muda ulikuwa umeshapita. Mshukiwa tayari alikuwa ameondoka katika jumba la B1, safari hii bila Rita. Asubuhi ya saa 3 pale Greenhouse Apartments, caretaker wa jengo kwa jina la Mark Auma aliona matone ya damu kwenye mlango wa B1. Mlangoni pale ndipo Rita na kijana aliyetajwa walikuwa wametumia usiku ule. Kwa hofu, mhudumu huyo alimjulisha mmiliki wa vyumba hivyo. Kisha pamoja na majirani walivunja mlango, na kilichowakuta ndani kiliwazidishia mshangao. Chumba kilikuwa safi, kimya, bila dalili ya vurugu. Lakini damu haikudanganya. Walipoifuata, ikawaongoza hadi chumba cha taka, na pale walikutana na sura ya kifo. Mwili wa Rita vipande vipande, ukiwa umefungwa kwa mifuko ya takataka, kana kwamba ulikuwa mzigo wa kutupwa. Macho ya waliokuwepo hayakuamini walichokiona. Simu ikapigwa mara moja Kasarani Police Station. Maafisa wakawasili, wakapiga picha, wakachukua vielelezo. Mwili wa Rita ukapelekwa mochari, lakini sehemu moja muhimu ilikosekana. Kichwa chake hakikupatikana. Habari zikaanza kusambaa. Taifa likakumbwa na mshangao na hofu. Usisahau kisa hiki kilijiri wiki moja tu baada ya mauaji ya kinyama ya Starlet Wahuu huko South Sea hapa jijini Nairobi, yaliyohusishwa na John Matara. Wakenya wakaanza kujiuliza, nani anayewalenga wanawake kwa ukatili huu? Uchunguzi ukaendelea. Swali likaibuka la kwa nini majirani hawakusikia kelele. Polepole majibu yakapatikana. Rita alikuwa amelala usingizi mzito baada ya kuleweshwa na dawa. Ndio maana chumba kilionekana kisafi, kwa sababu mwili wake ulitawanywa bafuni akikatwa vipande kabla ya kufichwa. Mstari wa uchunguzi ukaelekeza hadi sehemu za Ruaka. Rekodi za simu zilionyesha mshukiwa alikuwepo kule kabla na baada ya mauaji. Hapo ndipo alipoishi. Siku 3 baadaye, Jumatano tarehe 16 Januari mwaka 2024, heka katika uwanja wa ndege wa JKIA ukaonekana. Mwanaume asiye raia wa Kenya akijaribu kusafiri kwa tiketi ya Msumbiji. Polisi wakamkamata na kumtia kwenye gari ya polisi, kisha kuchukuliwa hadi Kasarani. Kapigwa picha, baadaye akatambulishwa kwa mashahidi. Lakini hapa ndipo simulizi likabadilika. Mashahidi walipoletwa, hakuna hata mmoja aliyemtambua. Muuaji wa Rita bado alikuwa kivuli kilichotembea miongoni mwa watu. Uchunguzi ulilazimika kuanza upya, na taifa likabaki na swali moja kuu: nani hasa alimnyang'anya Rita maisha yake kwa ukatili huu? Siku iliyofuata, upepo wa mashaka uliendelea kuvuma. Priscilla Maina, mmiliki wa nyumba alikokodiwa chumba cha Rita, alikamatwa na maafisa wa usalama. Kosa lake lilikuwa moja: kushindwa kufuata utaratibu wa usajili wa wapangaji kabla ya kuruhusu chumba chake kukodishwa. Lakini hakuwa peke yake. Maafisa hao pia waliwakamata wanaume 3 waliokuwa wakiishi katika House B2, jumba lililokuwa mkabala na B1, ambako Rita alipatikana akiwa amekatwa. Majina yao Mtiso, Omondi na Kinoti. Mtiso alipoulizwa alidai kwamba usiku wa tukio alikuwa amelala, lakini wachunguzi walipomtazama kwa makini wakapata chembechembe za damu kwenye kucha zake.
ushahidi wa kimya uliozungumza zaidi ya maneno. Wote watatu walikiri walikuwa wakicheza mpira usiku huo, lakini wakasisitiza hawakusikia kelele zozote kutoka House B1. Jumatano tarehe 17 Januari mwaka wa 2024, mahakama ikasimama kimya. Hakimu Justice Kituku akatoa uamuzi. Priscilla, Mtiso, Omondi na Kinoti wasalie rumande. Uchunguzi bado ulikuwa mbioni na majibu yalihitajika. Tarehe 25 Januari ikapangwa kama siku ya kurejea kotini. Ijumaa tarehe 19 Januari, mwili wa Rita ulipelekwa City Mortuary. Autopsy ilifanywa na pathologist wa serikali Dr. Johansen Oduor, na maneno yake yalisikika kama risasi moyoni. Alikiri kwamba hajawahi kuona mauaji aina hiyo maishani mwake. Muuaji alikuwa na ustadi. Alitumia kisu kupenyeza kwenye ngozi ya marehemu, kisha msumeno kukata mifupa na viungo. Lakini hakuwa amekoma hapo. Alijaribu kuficha ushahidi. Vidole vya Rita vilikatwa ili kufuta uwezekano wa DNA ya alama za vidole kutumika kumhusisha. Lakini licha ya ujanja huo, daktari alifanikiwa kupata mabaki ya alama za vidole. Zikapelekwa maabara ya kisayansi kwa uchunguzi zaidi. Kichwa cha Rita bado hakikupatikana. Hilo likawa fumbo kubwa zaidi. Kifo chake kilisababishwa na nini hasa? Bila kichwa, majibu yalikuwa mbali kupatikana. Jumapili tarehe 21 Januari mwaka 2024, wiki moja baada ya kifo chake, utulivu wa kijiji cha Kimunga Kiambaa ukavunjwa. Kichwa cha binadamu kikapatikana kikiwa kinaning'inia juu ya kingo za bwawa, kimefungwa kwa nguo ya kike, kimehifadhiwa ndani ya begi ya kijani na kuzamishwa kwa jiwe. Baada ya hili kubainika, polisi wakawasili. Uchunguzi wa awali ukaonesha ni kichwa cha Rita, ingawa familia yake walishindwa kukitambua moja kwa moja kwa sababu ya uharibifu mkubwa uliokuwa kwayo. Zaidi, kilihitaji uthibitisho wa kitaalamu. Lakini walitambua kitu kimoja tu: nguo ya kike iliyotumika kufunika kichwa hicho ilikuwa ya binti huyo. Zaidi ya hapo, kwenye eneo la tukio, polisi walipata simu ya mkononi ya Rita, simu iliyokuwa imepotea tangu siku ya mauaji. Vitu vingine binafsi vyake pia vilipatikana. Kesi ikazidi kuchukua sura mpya. Fumbo la kifo cha Rita halikuwa tu simulizi ya mauaji, bali siri kubwa iliyozidi kufunuliwa hatua kwa hatua. Mita chache tu kutoka eneo la bwawa la Kiambaa ambako kichwa cha Rita kilipatikana, upepo wa hofu ulianza kutanda tena. Wanaume wawili raia wa Nigeria, William Ovie Opia na John Bull Osbor, walitiwa nguvuni kama washukiwa wakuu wa mauaji haya ya kutisha. Wawili hao walikuwa wakiishi ndani ya kaunti ya Kiambu karibu na bwawa hilo, ingawa haikubainika mara moja ni kwa nini walilengwa. Taarifa zilisema kwamba wakazi wa eneo hilo waliwashuku kutokana na maisha yao ya kificho. Na wakati walipokamatwa, hawakuwa na stakabadhi halali za kusafiri nchini Kenya. Maafisa wa usalama walipopekua nyumba yao, walipata ushahidi wa kutisha: shoka jipya, kisu cha buchari, vitambulisho vya shaka, simu za rununu 6, laini 10 kutoka kampuni tofauti za mawasiliano na kompyuta mpakato 3. Kwa macho ya upelelezi, ilikuwa picha ya wahalifu waliojizatiti, na shoka pamoja na kisu kikawa kiashirio cha hatia kubwa zaidi. William alikiri mbele ya maafisa kuwa alinunua shoka hilo mtandaoni. Alidai lilikuwa kwa ajili ya kujilinda. Lakini je, kweli? Au lilikuwa silaha ya kifo?
Hadi wakati huo, simu na laini zote zilizopatikana zilikuwa mikononi mwa wataalamu wa teknolojia ya DCI. Uchambuzi wa mobile phone data ukilenga kubaini mazungumzo, mawasiliano na miunganisho yao, iwapo huenda wakahusishwa moja kwa moja na kifo cha Rita. Zaidi ya hapo, madaktari wa serikali walichukua sampuli za damu kutoka kwa William na John Bull. DNA zao zikabainika na mabaki ya damu na alama za vidole zilizopatikana eneo la tukio. Hakimu mkuu msaidizi Agnes Mwangi wa mahakama ya Makadara akaruhusu wawili hao kuzuiliwa hadi tarehe 31 Januari mwaka 2024 ili uchunguzi uendelee. Historia yao nayo ilizua mshangao. William na John Bull waliingia Kenya mwaka 2018 kutoka familia maskini za Nigeria, lakini tofauti na walivyotoka, maisha yao hapa yalionekana ya kifahari. Picha zilizoenea mitandaoni ziliwaonesha wakisherehekea, wakibugia pombe na kuishi maisha ya anasa bila chanzo wazi cha kipato chao. Wengi waliwadhani kuwa sehemu ya kundi maarufu la Yahoo Boys, wahalifu wanaojihusisha na ulaghai wa mtandaoni, na wengine wakihusishwa na imani potofu za kutoa kafara wanawake ili kupata utajiri na kinga dhidi ya sheria. Mfano halisi ni mauaji ya Augustus Osedior, msanii wa Instagram nchini Nigeria, aliyeuawa na mpenzi wake anayejulikana kwa jina la Killer Boy. Kisa hicho kilihusishwa na tamaa ya mali na imani potofu za kifahari. Alhamisi tarehe 25 Januari mwaka 2024, pathologist wa serikali Dr. Johansen Odor alitoa taarifa ya uchunguzi wa kichwa cha Rita. Hatimaye siri ikafichuka. Rita alinyongwa hadi kufa kabla ya mwili wake kukatwa vipande vipande. Kifo chake kilikuwa cha kinyama sana, kifo kilichopangwa na mtu aliyekuwa na ustadi na ujasiri wa hali ya juu. Na sasa swali kubwa limebaki. Je, muuaji wa Rita bado yupo miongoni mwetu? Na ni nani hasa aliyetekeleza ukatili huu? Familia, marafiki na taifa zima waliketi kusubiria haki hadi leo, na kwa maafisa wa usalama kibarua bado kipo mezani. Hii ni Kurunzi ya Jamii. Jina langu Shaban Yusuf. Kwa makini na azidi kufuatilia kazi zetu.